Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kutoka Russia nchini Ukraine yamesababisha vifo vya watu 10 na kujeruhi watu 79 ndani ya saa 24 zilizopita. Hii ni kwa mujibu wa maofisa wa Ukraine. Maofisa kutoka maeneo matano tofauti nchini humo waliripoti vifo hivyo, huku Russia ikiendelea kulenga miji na vijiji kwa mashambulizi ya mara kwa mara ya anga. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa meli 3 za mafuta za Russia manuali zenye uwezo wa kubeba makombora ya cruise pamoja na boti ya doria zilishambuliwa katika mashambulizi tofauti kwenye bandari 2 za Russia. Hakuna taarifa za kina kuhusu kiwango cha uharibifu wa meli hizo, lakini Zelensky alisema meli hizo zilikuwa sehemu ya kikosi kivuli kinachotumiwa na Russia kukwepa vikwazo vya nchi za Magharibi vikiwekwa tangu uvamizi kamili wa mwaka 2022. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilirusha droni 269 usiku mmoja, ambapo droni 249 zilidunguliwa na kupotoshwa, huku likithibitisha kuwepo kwa mashambulizi ya moja kwa moja ya droni 19 na shambulio moja la kombora la masafa marefu. Kwa mujibu wa maofisa wa Ukraine, watu 3 waliuawa katika matukio tofauti katika mkoa wa Kherson, huku 2 wakifariki katika kila mmoja wa maeneo ya Odessa, Donetsk na Zaporizhia, na mtu mmoja akipoteza maisha katika mkoa wa Sami. Kwa upande mwingine, jeshi la Russia limesema Ukraine ilirusha droni 334, huku maeneo kaskazini ya Magharibi Leningrad likiwemo miongoni mwa maeneo yaliyolengwa zaidi. Katika wiki za hivi karibuni, Ukraine imekuwa ikilenga miundombinu ya mafuta ya Russia, ikiwemo vituo vya usafirishaji wa mafuta, hatua ambayo Kyiv inadai kupunguza mapato ya Russia kwa mabilioni ya dola. Siku ya Jumapili, Zelensky alisema miundombinu ya kituo cha Primorsk kwenye bahari ya Baltic imeharibiwa vibaya, huku meli ya mafuta na boti ya doria zikiripotiwa kushambuliwa. Hali iliongeza wasiwasi wa Moscow kuhusu uwezo wa mashambulizi ya droni za Ukraine kufika ndani ya ardhi ya Russia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.